Kama ni mjasiriamali au mtu uliamua kufanya mambo kwa ukubwa na kwa utofauti, tutaelewana kwenye hili. Ni kwamba tukishaamua kuchukua hii njia na kuianza hii safari ya kufanya mambo kwa ukubwa na kwa utofauti mara nyingine na watu wengine, hasa kwenye ujasiriamali au kujiajiri kwa namna nyingine, kuna kipindi ambacho wengi utakuta tunakipitia. Kuna kipindi kigumu ambacho wengi wanaweza hata wasikiongelee kwa sababu wanakosa hata namna ya kukiongelea na watu wengine, kwa sababu hawajui na hawaelewi. Hiki ni kipindi ambacho umeishaamua kutoka ulikokuwa zamani. Umeishaamua kuachana na kazi uliokuwa unaifanya. Umeishaamua kuachana na biashara ulizokuwa unafanya hapo kabla. Na mara nyingine umeishaamua kukaa mbali na baadhi ya watu kwa sababu unaona hamuamini kwenye kitu kimoja ambacho unakitafuta. Hasa katika kipindi hiki umewaacha nyuma hao watu na uko katikati ya safari yako, haujafika unakoenda na mambo yanakuwa magumu. Na ugumu wake ni kwamba mara nyingi unakuwa haueleweki kwa wale uliowaacha nyuma. Hawaelewi maamuzi yako, hawaamini kwenye kitu unachokiamini ambacho unaenda kukitafuta na ukitegemea kwamba kuna siku utakipata. Wengi wanaamini umekosea na umepotea. Wengi wanaamini kwamba utashindwa na utawarudia ulikowaacha kule. Na wachache wanakuhurumia, wanataka wakusaidie. Na ushauri unakuwa ni mwingi sana kwa sababu kila mtu kuna namna anavyoamini, ambavyo ameshikilia tofauti na wewe unavyoamini na kile unachokiendea kwa wakati huo. Sasa haya yote yakiwa yanaendelea na ndo ukakutana na ugumu, ukakutana na changamoto, huo wakati ni mgumu sana kwa sababu huna wa kumrudia huko nyuma. Ukirudi wanasema tulikuambia na tulijua haya yatakutokea. Lakini wewe umeshaamua kuachana na kule nyuma, umeshaanza safari na hauamini tena kwenye kurudi nyuma wala hauamini kurudi chini, unakiangalia tu kilichoko mbele yako. Huo ni wakati mgumu sana. Huo ni wakati ambao unakuwa ni mpweke sana. Ni wakati wenye machungu na maumivu sana. Ni wakati unaokatisha sana tamaa. Ni wakati ambao unakuwa unatafuta mshauri, humpati. Unatafuta mtu wa kukufariji, humuoni. Unatafuta wa kumwamini, haumpati kabisa. Unakaa mwenyewe na kile unachokiamini. Kinachokufariji peke yake ni ndoto ulionayo, ni maono ulionayo, na unakufa nayo ndani kwa ndani wakati ukiendelea kujitafuta. Ubaya zaidi unakuja pale ambapo ukishakosa msaada au faraja kwa wale uliowaacha nyuma, ukajaribu kuwaendea wale waliokutangulia kwa sababu mnaamini kwenye kitu kimoja, bado juhudi zinagonga mwamba. Kwa sababu gani? Ni simple, haujafikia level zao, haujawa kama wao. Bado unajitafuta, bado uko safarini na wenyewe wamepiga hatua kuliko wewe. Inakuwa ni ngumu sana kwao kukushika mkono na kukunyanyua kwa sababu bado haujaqualify, bado haujafuzu kukaa kwenye cycle yao. Hii inaongeza ugumu na machungu katikati ya uliowaacha na wale ambao unatafuta kuwafikia. Safari ya kujitafuta, safari ya kujipata ni ngumu sana, sio nyepesi. Na kila mtu aliyeamua kujipata kwa level za juu anaipitia mara nyingi akiwa peke yake, kwa sababu kile ulichonacho ndani, kile unachokiamini, kile unachokitafuta unakijua wewe. Unaowaacha nyuma hawawezi kukuamini wala kukuelewa, na unaowaendea mbele watakuamini tu siku utakapofuzu na kuwa kama wao. Usipoamua kujitia moyo mwenyewe na kuendelea na safari, utaachana na kitu unachokiamini na utayasikiliza na kuyaamini maneno ya watu wasioamini kwenye uwezo wako, wasioamini kwenye kitu unachokiona na kukiamini. Usipoamua kuisikiliza na kuiheshimu sauti yako ya ndani, sauti za nje zitakupoteza sana, kwa sababu wanaokusemesha na wao wanasemeshwa na sauti zinazoongea ndani yao, zile sauti ambazo wanaziamini. Na ubaya ni kwamba haziamini kile unachokiamini wewe, na bado hawaoni chochote kati ya vile ambavyo unaviona wewe. Kwa hiyo kitu cha kufanya, jifunze kuisikiliza sauti sahihi katikati ya kelele nyingi, na usisahau kupiga hatua moja kwenda mbele kila siku.